Mungu hajakuacha, ila sasa kile kipindi ambacho umeruka ukaenda kwa uokovu ukaokoka kweli, unapata sasa hapo shetani amesha kuchukia, anafanya vitu ambavyo havieleweki, ameanza kutuma watu kwa ajili ya kukuataki, kukuharibia maisha. Ila sasa unapoangalia kile kipindi ulipokuwa katika maisha ya kimwili, Mungu hajakuwa na vita na wewe, Mungu hajapambana na wewe, wala Mungu hajatumia muda wake kwa ajili ya kukuletea wachungaji ili wakusaidie. Hajatumia muda huo, amengoja kwanza ufanye hayo mambo yafanyayo katika ulimwengu wa kidunia, ili mwishowe utakuja ubadilike. Alikuangalia, yani alisimama na wewe kila muda, anakuangalia maisha yako yanaenda aje, anakuangalia je, utakiri jina lake ama utaenda kando na yeye. Kama kweli amewekeza kitu kikubwa kwako, na kama kweli ameweka huduma ndani yako, ama ameweka uponyaji ndani yako, ama ameweka kufundisha watu neno lake, kiukweli kabisa Mungu hawezi akakuacha. Ataendelea kusimama na wewe hadi ule muda utakao badilika mwenyewe. Ila ukirejea katika maisha haya ya kiroho sana, unapata shetani ameanza kutumia njia zingine kwa ajili ya kuangamiza wewe. Unapata anakuletea ndoto ambazo hauzielewi. Unapata yani anakuletea ndoto, yani unaweza ukakaa kwenye magoti ukasema kwamba Mungu nahitaji kitu fulani, ila sasa shetani naye anakutangulia. Ni kwa sababu anataka akuchukue tena, na hicho kipindi amekuchukia, anakufanyia mambo ambayo huwezi ukaelewa wewe. Ila ukiwa na ufahamu wa kujua maisha ya kiroho na ya kimwili yanakaa hivi, na maisha ya kimwili yafani yapange hivi, maisha ya kiroho yafani yapange hivi, hivi vitu vyote kama nguvu za giza ama nguvu za shetani utazishinda wewe, haziwezi zikakushinda kamwe. So ukija vizuri, ukishaokoka, inapaswa ujue jinsi ya kusimama na Mungu. Inapaswa ujue haya maisha ya kiroho ni maisha ambayo yatanipa utajiri, ama ni maisha ambayo yatabadilisha maisha ya wengi, ama tena ni maisha ambayo yatafanya nisonge viwango vingine kwa ajili ya kutetea watu, kwa ajili ya kutetea mataifa, na kwa ajili ya kusimama na watu wengine. Lakini sasa watu wengi, watumishi, hawajaelewa jinsi ya kusimama na mambo hayo. Hawajaelewa jinsi ya kuweza kusimama na Mungu kwa ajili ya kufanya kazi yake. Yes. So mambo kama hayo inapaswa tuelewe. Karibu sana. Amen. Naam. Ni dakika ya 48 toka tumeanza kipindi. Endelea kuwa na sisi kwenye kipindi hiki. Hakika kuna mambo mazuri sana katika kipindi hiki, bado tuna wasaa mzuri wa kuzungumza. Kumbuka somo letu linasema maisha ya kiroho na ya kimwili, tuweze kujua tofauti. Unaishi maisha ya aina gani kuweza kudumu katika kustawi kwenye maisha ya kiroho? Tunaishi maisha ya design gani? Mtumishi wa Mungu amekwisha kutangulia kuzungumza, lakini bado niko na mtumishi wa Mungu Bwana Johnson. Kuna namna ataweza kueleza kwa kina maisha ya kiroho na maisha ya kimwili, utofauti wake ukoje na yana uwiano gani. Mtumishi wa Mungu Johnson, naomba nikaribishe kwenye microphone, tafadhali karibu. Asante kwa ajili ya kunipa nafasi hii ya kuzungumza. Wapendwa, tunazungumzia maisha ya kawaida tu ya kibinadamu. Maisha ya kimwili yanamtaka binadamu, na maisha ya kiroho pia yanamtaka binadamu. Kwa hayakuwepo maisha ya kiroho bila watu. Maisha ya kiroho yalikuwepo kwa sababu ya watu. Yes. Ni aina tu ya utofauti ama utofauti wa maisha, namna ya kuenenda. Haina maana kwamba mtu anaishi rohoni hawezi kufanya shughuli zake za kawaida za kibinadamu, kula, kunywa, kuvaa, kufanya kazi. Wote tuna maisha yote yanategemeana. Kwa hiyo tunapozungumzia maisha ya kimwili na maisha ya kiroho, tunaweza tukatofautisha kwenye maeneo matatu au manne.
Jambo la kwanza, maisha ya kimwili yanajitegemea. Jambo la pili, maisha ya kiroho yanajitegemea. Jambo la tatu, maisha ya kimwili na ya kiroho yanachanganyikana, yanategemeana. Okay. Si kama naeleweka vizuri, lakini ndo lugha nzuri kwamba yanategemeana. Maisha ya kimwili, tunaposoma kwenye kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 16, anasema basi nasema enendeni kwa roho, kamwe hamtazitimiza tamaa za mwili, kwa sababu mwili hushindana na roho, na roho vile vile hushindana na mwili. Kwa hivyo vyote huwa vinashindana. Kama mwili unapenda vitu vizuri, kadhalika na roho inapenda vitu vizuri. Kama roho inapenda vitu vizuri, kadhalika na mwili unapenda vitu vizuri. Lakini yote katika yote yanategemeana. Hasa tukizungumzia maisha ya kimwili, maisha ya kimwili ambayo tunaweza tukayazungumzia hapa, au maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho ni mfano wa uhalisia wa kuendeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu kuna tabia za kiroho ambazo zinaendeshwa na mifumo ya rohoni. Kuna Roho Mtakatifu na roho wa shetani pia ana uwezo wa kuendesha maisha ya kiroho. Kwa mfano, tunapozungumzia maisha ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu hufanya kazi kubwa sana ya kuendesha maisha ya mtu ama kuhukumu nafsi za watu ziishi katika maisha ya haki. Hiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kuhukumu na kutoa haki ili mtu aweze kuishi katika maisha ya hofu ya Mungu, afanye vitu kwa haki. Hii inampelekea mtu huyu ana uwezo wa kuishi kwa roho. Manake anaishi kwa roho huyafanya mapenzi ya Mungu. Mwanadamu yeyote anayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndo anaishi rohoni. Mwanadamu yeyote anayefanya mapenzi ya kipepo ya shetani, huyo anaishi rohoni vile vile. Ila anaishi kwenye roho wa pili ambaye ni baba yake Ibilisi. Okay. Kisema hivi naeleweka. Nini maana yangu? Kwamba tunapozungumzia maisha ya kiroho sana, dalili 5 zinazoweza kumfanya mtu anaishi katika roho wa Mungu. Dalili ya kwanza, mtu huyu huchukia mabaya, huichukia dhambi, huchukia vitu vinavyoleta uvunjifu wa sheria kwenye maisha ya kawaida. Yaani vitu vyote ambavyo serikali haipendi rushwa, haipendi kuiba, haipendi ubakaji, vyote hivyo viko chini ya kongwa la ufalme wa giza. Sasa kuna kiumbe anaendesha tabia zile. Kwa hizi roho mbili, roho wa Mungu anatafuta sana watu waendeshe maisha yao kwa ufanisi na kwa ubora na kwa usahihi, ili sheria zisivunjwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndo anayesababisha matokeo chanya, kusababisha watu wengi waishi rohoni ili kupelekea maisha ya rohoni. Dalili ya pili inayoonyesha kwamba mtu huyu anaishi katika roho wa Mungu au ana roho au anaishi kiroho, upenda sana kusoma neno la Mungu. Kwa neno la Mungu linamfanya aachane na sheria za kibinadamu, hivyo uingia katika sheria za Mungu, hivyo umfanya aishi kwa kutafuta mapenzi ya Mungu. Kitu cha tatu kinachoonyesha dalili za kuwa mtu huyu ana roho wa Mungu, upenda sana kuomba, kwa sababu kuomba humfanya Roho Mtakatifu aingie ndani mwa mtu kuleta matokeo chanya, aachane na mambo mabaya, hivyo humfanya awe bize kumtafuta Mungu. Kitu cha nne ni mtu ambaye, dalili ya 4 ni pale mtu huyu anapokuwa anaonyesha kuwa na hamasa na shauku ya kulitafuta neno la Mungu na kujua kufanya mapenzi ya Mungu kwa bidii.
Hizo ni dalili za kuonyesha mtu huyu anaishi rohoni. Kitu cha 5, mtu huyu huwa na unyenyekevu na utii katika kila jambo lolote. Hivyo mtu huyu huonyesha yuko katika maisha ya kiroho. Kwa hiyo maisha ya rohoni yanabebwa na aina 5. Hizo ni dalili za aina 5. Ninaamini kuna vitu vingi zaidi ambavyo vinaweza kumpelekea mwanadamu kuvijua, lakini hivyo ndo vitu pekee vitavikuonyesha hizi ni ishara za kuishi katika maisha ya rohoni. Dalili za maisha ya mwilini. Dalili za maisha ya mwilini ni mtu ambaye hawezi kujizuia. Mtu huyu amejikinai, anapenda kufanya vitu vibaya, anapenda kufanya dhambi, anapenda kufanya machukizo. Hizo ni dalili kadhaa ambazo zinaonyesha mtu huyu anaishi mwilini. Kama mtu hafanyi dhambi, ana dalili ya Roho Mtakatifu. Anayefanya dhambi huishi katika dalili ya ufalme wa giza, ambayo ndo maisha ya mwilini. Kama mtu hasomi Biblia, haombi, mtu huyu hana shauku ya kufanya mapenzi ya Mungu, basi mtu huyu huishi mwilini. Na kama anaishi mwilini, husababisha matokeo kuwa mabaya katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo mwili unaanza kumwendesha. Kwa hivyo ndo vitu vinavyotutofautisha maisha ya mwilini na maisha ya rohoni. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Johnson kwa namna jinsi ambavyo umeweza kufafanua vyema. Kitu ambacho nimejifunza ni vitu vingi, hasa kumbe kuna maisha ambayo tunaona tunaishi na tunahisi kama tunaishi mwili, tunaishi rohoni, kumbe tunaishi mwilini kabisa. Kama utajikuta kama ni mtu ambaye haupendi kusoma neno na wewe ni mtu wa rohoni, ni dalili ya kwamba wewe sio mtu wa rohoni bali ni mtu wa mwilini. Lakini kama utajikuta hupendi, yani upo kanisani, ni mtu ambaye umeokoka vizuri lakini hauna ile shauku ya kuomba, ina maana tayari inatuthibitishia kwamba wewe ni mtu wa mwilini, isipokuwa umejihuzulisha kwa watu wa rohoni. Sasa ufanye nini ili uweze kutoka katika mazingira kama hayo? Natamani na mimi niweze kukueleza japo kwa kiasi ambacho ninachokielewa, kwamba kinachomfanya mtu aanze kuishi maisha ya kimwili wakati yuko rohoni ni kwamba kuna wakati anaanza wokovu. Alikuwa na bidii sana mtu huyu. Alikuwa na bidii ya kuamka alfajiri na kuomba. Ikafika sehemu akajikinai. Alikuwa na bidii sana ya kwenda kanisani kufanya usafi. Alikuwa na bidii ya kushuhudia. Alikuwa na bidii ya kufanya hata kuingia hospitalini kwenda kuhudumia wagonjwa. Alikuwa na bidii sana. Lakini ikafika sehemu akaona kila alichokuwa nacho bidii kama hakimpi manufaa. Na mwisho wa siku akaanza kuzorota taratibu. Akaona kana kwamba hicho kitu hakimlipi au hakimpi maisha. Na mtu huyo hujikuta sasa kuanza kurudi nyuma taratibu. Ulikuwa na uwezo wa kuomba masaa mawili, mwisho wa siku nakomea kuomba nusu saa. Na hata hiyo nusu saa unaweza usimalize wakati ukiwa unaomba. Inakupelekea kuomba dakika 10 mpaka dakika 5. Na inafika sehemu sasa unalala bila kuomba kabisa. Na wewe ni mtu wa rohoni. Ni kitu ambacho ni dangerous sana. Inakuletea dalili za kwamba wewe maisha unayoishi geuka. Kwa sababu kama itafika mahala utashindwa kuomba au utashindwa kufanya jambo la kimungu, ina maana tayari wewe umeshaanza kuwa mtu wa mwilini, ila tu umejihuzulisha kwa watu wa rohoni. Na matokeo yake sasa kinachokuja kuleta shida ni kwamba ukishaanza kuzoea kuishi maisha ya mwilini, changamoto ni moja, utaanza kuona kila kinachofanyika kanisani kinakuwa ni kwazo kwako. Watu wakifanya jambo zuri kanisani, kwako linaonekana kama ni kwazo. Wakiitisha maombi, kwako linaonekana kama ni kwazo. Kwamba hivi haya maombi hayaishi. Mtumishi wa Mungu Johnson, kuna siku moja nilikutana na changamoto moja.
Mtu mmoja akasema, bwana, yani mtu fulani akishika maiki kuomba, anaomba kweli yani hana breki. Sasa kwa sababu sisi ni wachungaji na wanaozungumza hao ni washirika, inabidi sasa usimcrash, msikilize yeye anataka nini. Kweli. Bila shaka Benji, hivyo vitu ulishakutana navyo, kwamba washirika wako huenda labda umealika mgeni kwenye ibada yako, anaendesha semina au anafanya huduma. Sasa akafanya kwa kiwango kizuri cha rohoni, na watu naochunga zaidi ni watu wa mwilini sana. Na baadhi ya washirika wataanza kuinuka, sasa bwana, huyu mtumishi bwana hubiri sana, anaomba sana, sasa kama tunachoka. Unamsikiliza, wewe ulikuwa unatakaje? Tuombe kwa kiwango gani ambacho utalizika, utafurahi? Sasa tayari unaanza kugundua kwamba watu hawa tunao, lakini maisha yao yako mwilini kabisa. Ufanye nini uweze kutoka na hiyo hali? Hiyo hali ni danger sana, ina matokeo mabaya. Mwisho wa siku unaanza kuzoelea ibada. Ulikuwa na uwezo wa kuzulia Jumatano kwenye ibada, na mwisho wa siku sasa unaanza kuona haina maana. Unauzulia siku ya Jumapili tu, na ukishafika kwenye ibada unafikia kwa kuchelewa. Na ukishafika kwa kuchelewa, yani wala hujali kama uko kwenye ibada, unakuja kujihuzulisha kwa watu wa Mungu wakati wewe tayari umeshachomolewa kundini taratibu. Kuna watu wanaondolewa kundini hawajijui, wanaondolewa na tabia zao au wanaondolewa na tamaa zao. Ulikuwa ni mtu wa rohoni, sasa tayari unaanza kutolewa taratibu, unaanza kunyofolewa taratibu, na mwisho wa siku unaishi maisha ya kawaida kabisa. Mtu aliyeko nje hakutofautishi wewe mtu wa mataifa au ni mtu wa rohoni. Inafika sehemu sasa mitindo au style ya maisha, lifestyle ambayo unaishi nayo huko duniani, watu hawaoni kama una utofauti na watu wa mataifa. Cha kufanya, dawa yake ni moja. Ukishagundua hiyo kitu, rudi magotini, mwambie Mungu, ni kweli nimejisahau. Jaribu kutafuta nini ambacho kilikufanya ukadumu au ukaanza wokovu. Kama ulianza wokovu kwa maombi, fanya kila ambacho ulianza nacho, usije kiacha. Siku ya jana wakati baba anazungumza, akasema una nini ili utafutwe. Kuna kitu ambacho kimewaunganisha watu mahala. Ulikuwa mnyenyekevu kabisa wakati unafika, lakini sasa hivi hatuoni ule unyenyekevu uliokuwa nao mwanzo. Sawa? Hatuoni kila ambacho ulianza nacho. Ulikuwa na bidii ya kufanya jambo, sasa hivi ile bidii hatuioni. Cha kufanya, hebu rudi. Bado muda unao. Usije ukajitia moyo kama bado na mimi ni Mkristo au bado na mimi ni mtu wa rohoni. Hapana. Umeshapotea. Rudi tu magotini, mwambie Mungu, nahitaji msamaha, nahitaji kutengenezwa, nahitaji kusafiri. Safari yangu niweze kufika salama. Yes. Hapa duniani mapungufu tunao ni mengi sana, lakini Mungu anayetutia nguvu yupo kwa ajili ya kutusaidia. So bado tunaendelea na mjadala huu. Bado naomba nirudishe maiki kwa mtumishi wa Mungu Benjamin ili aweze kuzungumza. Na baada ya hapo, kama una comment, una swali la aina yoyote, unaweza kutuma chini, tutayasoma na tutaweza kusoma ujumbe wako, na baada ya hapo tutaendelea na mambo mengine. Mtumishi wa Mungu Benjamin, karibu. Yes. Ukiangalia vizuri, maisha ya kiroho na maisha ya kimwili inalingana. Kuna muda ni kweli unaweza ukawa katika maisha ya kiroho sana. Ila sasa inalingana marafiki ambao umejengana nao. Marafiki ndio watakao kubadilisha kutoka kwa pale ambapo ulipo na kupeleka katika njia zingine. So ukija vizuri unapata unaweza ukawa mtu ambaye ulikuwa unakaa rohoni sana. Ukawa wewe ni mtu muombaji sana. Yani kila muda uko kwenye maombi. Kwa siku naomba mara 7, mara 5. Biblia unaisoma kwa kila wakati. Ila sasa unapokuja kuanzisha mahusiano na mdada fulani, ama umeanzisha mahusiano na mchumba wako ama hata rafiki yeyote, unapata kwamba utakapoanza hayo mahusiano, huyu mtu ukiona ya kwamba huyu mtu
kabla sijaanza naye mahusiano, nilikuwa na nguvu nyingi sana za kuomba na nguvu nyingi sana kwa ajili ya kuingia kironi, ya kuwa kironi. So unapata unapoanzisha mahusiano na yeye, unafika sehemu unaanza kuomba mara 5 kwa siku. Unafika mahali unaanza kuomba mara 4 kwa siku. Unaanza kuomba mara 1 kwa siku. Mwishowe unapata kwamba tena kuomba kuna kata. Hakuna maana. Ni kwa sababu rafiki uliyempata si rafiki ambaye yuko sawasawa na nchi ambazo unaziishi. So ukija vizuri unapata rafiki uliyempata, yani lengo lake kuu ni kwamba anataka kukupoteza. Maybe yeye alikuwa katika maisha ya kimwili sana na alianza kabla yako, kabla wewe hujaanza maisha ya kiroho. Yeye alikuwa katika mwili ya kimwili sana, so ana experience ya kuhakikisha ya kwamba anakutoa wewe kwa ulimwengu wa kiroho kukuleta kwa ulimwengu wa kimwili. Ndio maana tunafika sehemu tunasema unapokuwa katika kiroho sana na maombi yako unayaomba sana, unasoma Biblia sana, inalingana rafiki yupi ambaye utampata. Ukipata huyu rafiki nimempata, ila sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vimekata katika maisha yangu, unapata unaweza ukamwacha kwa sababu anaelekea kukupoteza. Na kama wewe una nguvu sana, utamleta yeye pia akaishi maisha unayoyaishi. Lakini pia Pastor Mose amezungumzia mwanzo wa maisha ya mtu alivyokuwa anaanza kubadilika kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine. Kwamba mtu anaanza anataka kuingia kwenye maisha ya kiroho. Anakuwa yuko na uwezo na nguvu na speed ya kufanya. Lakini kuna wakati anapungua kabisa mpaka mwisho wa siku anaisha. Nipende kuzungumza kwamba maisha ya mwili ama maisha ya kimwili yanaongozwa na watu. Maisha ya kiroho yanaongozwa na watu. Watu hao yani hawa wana uwezo wa kuongoza maisha ya kimwili na maisha ya kiroho. Nini? Kwa sababu kama kuna Roho Mtakatifu anayeweza kumpeleka mtu kwenye nafasi ya rohoni, anasababishwa ama anatiwa chachu ama anakaribishwa na watu. Kadhalika roho mbaya zina uwezo wa kusababishwa na watu zikaingia ndani mwa mtu ili kusababisha matokeo mabaya ya maisha ya mwilini. Nini pointi ya maisha ya kiroho na maisha ya kimwili? Maisha ya kiroho yana faida sana kuliko maisha ya kimwili. 70% za maisha ya rohoni yana nguvu kuliko maisha ya mwilini. Yeyote anayeishi rohoni unufaika na maisha ya ulimwengu huu. Kwa sababu tunapozungumzia Mungu ni roho. Tunapozungumzia malaika ni roho. Tunapozungumzia maisha ya rohoni ni roho. Tunapomzungumzia shetani ni roho. Tunapozungumzia malaika zake na nguvu zozote za kwake ni roho. Hakuna mchawi asiyetumia roho anapoenda kufanya mambo yake. Hakuna majini yanayoweza kufanya kazi waziwazi, ni roho. Hakuna mtumishi anayeweza kufanya vitu vikubwa vitokee isipokuwa na roho. Hakuna uponyaji wa rohoni ama uponyaji wowote, miujiza yoyote, ni kwa sababu ya roho. Kwa tujifunze kuishi maisha ya rohoni kwa aina ya maisha uliyoyachagua. Mimi napenda kuzungumza kwa uchaguzi wa maisha. Maisha ni uchaguzi. Lakini hata kama umechagua kuishi maisha ya shetani, ishi kiroho. Hata kama umechagua kuishi maisha ya Mungu, ishi kiroho. Kwa sababu unaweza kaona 1% kubwa Afrika ama 1% kubwa za Watanzania, walio wengi ni maskini na maisha yao ni duni, ni kwa sababu hawaishi kiroho.
Matajiri wengi wanaishi rohoni, na ndio maana wana ibada za kuzama, iwe wanamtumikia shetani au wanamtumikia nani, Lucifer, nguvu zozote za giza, wanaishi kiroho sana. Ukisikia anaishi Freemason, ni mchawi, sijui ukoje, anaishi rohoni sana, na ndio maana anapata matokeo. Ukimtafuta mtumishi yoyote au mtu yeyote aliokoka anayeweza kufanikiwa kimaisha, anaishi rohoni sana. Asilimia hizo ni chache za watu wanaoishi rohoni. Tunaweza tukasema kuna asilimia 25 za watu wanaoishi rohoni, na wenyewe hawa wamegawanyika kwa Mungu wa kweli na kwa shetani. Lakini asilimia 70 watu wanaishi maisha duni, ni kwa sababu hawaishi rohoni. Na ndio maana jana tulikuwa nasema kwamba kwenye maisha yaliyofichika inategemeana unazama vipi rohoni, ili ulete matokeo yanayoweza kusababisha vitu vitokee. Hivi ndio vitu pekee. Kwa hiyo tujitahidi sana kuishi rohoni. Ishi rohoni ulete matokeo. Kama ni rohoni kunasababishwa na kusoma neno la Mungu, kama maisha ya rohoni yanasababishwa na kuacha dhambi, kama maisha ya rohoni yanasababishwa na kuomba, kama maisha ya rohoni yanasababishwa na kutafuta neno la Mungu na kutafuta chakula cha rohoni, kama maisha ya rohoni yanasababishwa na matokeo ya unyenyekevu na utii, basi vifanye sana. Fanya, soma Biblia sana, lisome neno linaloweza kuleta matokeo. Omba katika roho, kwa sababu kadhalika roho utuombea kwa kuugua, ana kazi kubwa sana. Na ndio maana wanaoishi kwa roho ndio wana wa Mungu. Hakuna wanaoishi kwa mwili wanaweza wakaitwa wana wa Mungu, hapana. Wote waliompokea aliwafanya uwezo wa kuwa wana wa Mungu, ila hawakuzaliwa kwa damu wala kwa nyama, bali kwa roho. Hivyo maisha ya rohoni tunahitaji kuyatumia sana. Hautegemei kupata matokeo chanya kwenye ulimwengu huu, kwa sababu maisha ya rohoni ni machache, ni mengi, na tunaishi watu wachache sana rohoni. Kwa watu wa rohoni, ndo hawa watu wa rohoni watapokea matunda ya roho, na matunda ya rohoni yanaleta matokeo chanya ya maisha ya mtu. Kwa mfano, mtu aliyebeba matokeo ya rohoni ana upendo, ana furaha, ana amani, ana uvumilivu, ana utu wema, ana upole, ana kiasi na vitu vingine vinavyowezekana. Hayo matunda ya rohoni ni nafsi hai zinazosababishwa na maisha ya rohoni. Tukimkuta muuaji, mtoa kafara, mchawi, hawa wanaishi rohoni, hawaishi mwilini, wanaishi rohoni. Kwa hiyo kama wanaishi rohoni hawa watu, manake wanategemea sana maisha ya rohoni. Hakuna mtu anayetoa kafara yuko mwilini. Wanaotoa kafara wote wako rohoni, wote wanatoa kiroho, wanafanya ibada za rohoni. Sasa basi, katika maisha tulionayo tunatakiwa kuishi sana rohoni. Tumia njia yoyote, kwa bidii yoyote, ili uishi rohoni. Kwa hiyo hayo ndo maisha ya rohoni. Kwa hiyo matunda ya rohoni ni nafsi. Hakuna, ukikuta ndoa inasumbua, ujue roho hayupo humo ndani. Maisha ya rohoni hayapo. Ukikuta matokeo ya mwilini hayapo, ni kwa sababu mambo mengi ya rohoni yameachwa. Kwa hiyo tujitahidi kutafuta vitu vya rohoni. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu Johnson, binafsi huwa nabarikiwa sana na huduma yako. Umeweza kueleza vizuri sana kwa habari ya maisha ya kiroho na ya kimwili pia, lakini pia natamani wapenzi watazamaji tuweze kuwaeleza faida za maisha ya kiroho, lakini baada ya hapo tutawaeleza hasara za maisha ya mwilini. Amen. Karibu. Amen. Faida ya kuishi rohoni, yani faida ya kwanza kabisa
ya kukufanya wewe uishi rohoni. Uhuru wa kusamehewa dhambi. Uhuru wa kusamehewa dhambi. Unakufanya unaishi rohoni. Hauwezi ukahesabiwa kosa mbele za Mungu. Hauwezi ukahesabiwa hatia kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa sababu hakuna yeyote anayeweza kuhesabiwa kuwa na kosa la dhambi mbele za Mungu kama yuko rohoni. Hiyo ni faida kubwa sana. Okay. Yaani hakuna faida zaidi ya hiyo. Faida kubwa ni kuondolewa katika sheria ya dhambi. Yaani huwezi kuwa mtumwa wa dhambi. Hawezi kuwa mtumwa wa dhambi kama unaishi rohoni. Yaani wewe dhambi hauwezi ukasukumwa. Yaani hii ni dhambi, hapana. Yaani Roho Mtakatifu anakufundisha, anakuelekeza, anakuweka mahali penye nafasi. Wow. Lakini faida ya pili, unakuwa mwana wa Mungu ambaye wewe unahesabiwa kuwa haki mbele za nani? Mbele za Mungu. Hizi ni faida. Faida ziko nyingi, lakini najaribu kuelekeza vitu muhimu. Wewe unakuwa mwana wa Mungu ambaye mwana anahesabika kuwa ni haki. Ukiitwa mwana una haki. Sasa kama una haki, chochote unachokitaka mbele za Mungu unapewa. Kwa maana hiyo tunaweza tukazungumzia pamoja na utajiri, pamoja na heshima, vyote vinapatikana kwa njia ya Roho Mtakatifu. Wow. Nafikiri mara nyingi baba yetu amekuwa akituambia sauti ya shangwe ni tajiri. Yeye ni tajiri. Ni matokeo ya roho, matokeo ya kuishi rohoni. Yaani hakuna matokeo yoyote yanayoweza kutokea mazuri kama hujaishi rohoni. Okay. Kwa hiyo hizo ni faida chache tu, na nimezungumzia faida chache za zinazoleta heshima, utajiri, kuwa na haki, kuwa na uhuru, kutokufanya dhambi, kutokukimbia kwa kuteseka. Yaani unakuwa huru. Amen. Okay. Hii nayo imekuwa ni tatizo. Ukitaka kujua kanisa la makanisa mengi au watu wengi hawawezi kuishi kwa uhuru. Hawezi akakaa, kwa mfano kama mimi hapa mbaba, mimi hapa mbaba au mimi mkaka, si ndio? Okay. Siwezi kukaa na binti jirani au mke wa mtu jirani. Nini watu wanasemaje, watatuonaje, au mimi naweza nikaihisi nini? Hilo ni tatizo la kutokuwa na Roho Mtakatifu. Okay. Roho akiingia ndani anakupa uhuru wa kukaa popote, wa kuishi popote na mtu yeyote. Awe amekaa miguuni mwanamke akae hapa afanyeje, hakuna kitu chochote kinachoweza kukuathiri, kwa sababu ndani kuna maisha mengine. Kwa hizo ndo faida pekee, hizo kubwa ndo hizo. Kuwa na uhuru, kwa kuondolewa dhambi, kuwa mwana na kuhesabiwa kuwa na haki, heshima na utajiri vinakuwa na wewe. Amen. Wow. Umegusia kitu kimoja kizuri sana, kwamba watu wanaishi maisha ya kiroho lakini wapo kwenye vifungo. Kwa sababu gani wapo kwenye vifungo? Watu hawa wamefungwa. Nadhani hii kitu imewafunga sana, kwamba wapo kanisani lakini hawaruhusiwi hata kupeana hagi na dada yako au muumini mwenzio. Hiyo kitu imekuja kuleta utofauti sana. Sauti ya shangwe tuko tofauti. Nadhani makanisa mengine kukumbatiana na mdada, yaani unaonekana wewe ni mpagani kabisa. Yaani unaonekana ni mtu ambaye wewe, nadhani hii kitu tuliuliwa hapo mapema. Tuliamini kwamba kukumbatiana au kutembea barabarani na dada au mdada aliyekuwa kutembea barabarani na mkaka ambaye hajaokoka, hata kama ameokoka, lakini kama sio wachumba au yani hawana mahusiano ya ndani, kutembea pamoja, yani ilikuwa inaleta taswira kwamba hawa watu wanatafuta zinaa au wanatafuta kufanya dhambi. Hiyo imetufunga sana. Yani ole wako onekane unatembea na dada fulani barabarani, utaitwa barazani kesho. Utaitwa barazani kwamba tulikuona juzi.
Umekaa pale uko na neema. Mlikuwa mnafanya nini? Yes. Unaitwa mashitakani kwa ajili ya kueleza ulichokume kilichokufanya ukae pale na yule dada. Yes. Sasa hiyo kitu mimi naomba watu wajifunze sauti ya shangwe, kwamba siku moja mama yangu Msamaria akasema kwamba wakati mwingine nguo tunazizungumzia kwa ubaya ni kwa sababu ya mtizamo wa watu. Nilielewa pointi moja. Akasema kwamba kwa sababu wewe macho yako unawaza kilichoko ndani ya hiyo nguo, ndio kinachokufanya uwazie hiyo dhambi. Yaani usione tu mguu wa mdada, umeshachanganikiwa kwa sababu wewe akili yako imeshajaa zinaa. Nadhani hiyo pia imekuwa na athari kubwa sana kwenye maisha ya kiroho. Watu wanashindwa kuwa huru. Mtu anashindwa kuwa comfortable na kuchukulia kwamba hivi vitu. Tutambue kwamba ukishaokoka unafanyika kuwa kiumbe kipya. Paulo alizungumza, Warumi walizungumza kwamba ukishaokoka unafanyika kuwa kiumbe kipya. Yale ya kale yameshapita. Sasa kama bado utaendelea kuishi kwenye maisha ya wokovu, bado una vile vifungo vya zinaa au vifungo vya wizi, ukiona kitu na kitolea macho na tamani ukifanya, basi wewe bado lile jiwe kula pembeni halijakusaga saga. Lile jiwe kula pembeni likisha kusaga saga, utafanyika mwana wa Mungu. Kwanza ukishaona dhambi iko mbele yako, macho yako yanalia na kujificha na kutokuikimbilia ile dhambi. Lakini kwa sasa watu sasa hivi wameshaanza kukengeuka. Ukikaa vibaya watu wanakuangalia. Na wakati mwingine yani hata kama mdada ameumbika vizuri akija kanisani, yani mtu baada ya kuconcentrate kuangalia ibada, anaangalia kiuno cha mwanamke kikoje. Na mwisho wa siku anapotea kabisa. Sasa hii inatambulisha wewe kichoko ndani yako ni kitu gani. Ili uweze kufanyika bora, hebu jaribu kuifia dhambi. Yesu Kristo alimaliza msalabani akasema yamekwisha. Msiangalie tena aliyopita. Ulikuwa ni muhuni, ni kweli, lakini sasa ukishaingia kwenye wokovu, haya mengine acha nayo, hayana faida. Tunaendelea na mjadala, bado tuna dakika kadhaa za kuendelea kuzungumza na mtumishi wa Mungu Benjamin. Pia natamani aweze kutueleza hasara za maisha ya mwilini. Amen. Yes. Kwa sababu tumeshapata faida za kuwa mtu aloni. Tupate basi hasara, kwamba unapata hasara gani ukiishi maisha ya mwilini sana. Alright? You're welcome, Mr. Nashukuru sana. Na mwanzo nikianza na ulipoachia ya kwamba unapokuwa kwenye kanisa, kuzuia maybe kukumbatiana na mtu, kucheka na mtu, kukaa na mtu, inalingana je hilo kanisa liko kiroho namna gani. Inalingana je hilo kanisa lina msimamo gani wa kiroho. Ukipata kanisa ambalo lina msimamo wa kiroho, unapata litasimamia kwamba binadamu inapaswa tupendane. Na wengi huwa wanachukulia upendo kama kitu ambacho hakipo. Ni kweli kanisa linapokuwa na upendo, lazima kuhagiana kutakuwemo, kukaa pamoja kutakuwemo, na kufurahiana pia kutakuwemo. So inapaswa tuelewe jambo hilo. Na nikirudi kwa ubaya wa maisha ya kidunia, yapo mabaya mengi. Unapata ya kwamba unapokaa katika maisha ya kidunia, ni kweli pia katika maisha ya kidunia upo utajiri, sijakataa. Ila sasa, je, huo utajiri ambao umepata unasimama aje? Je, utakaporudi kwa uokovu ama utakaporejea katika maisha ya kiroho, je, huo utajiri utabaki nao? Unapata ni hapana, kwa sababu umetangulia kwamba kuishi katika maisha ya kimwili kuliko maisha ya kiroho. Ila sasa unapokuwa unaishi katika maisha ya kimwili na tena unaishi katika maisha ya kiroho, unapata utafaidika na hivyo vitu vyote. So hasara ambayo inafanya
hasara ambayo ipo katika maisha ya kimwili ni kwamba utajiri ambao unaupata mwishowe ukija kubadilika hautakuwepo tena, utabaki mwenyewe. Na pia ukiangalia katika maisha ya kimwili pia kuna muda unafika, maybe wewe ni binadamu nataka kuoa. Ila sasa unafika sehemu unapotaka kuoa, umepata mwanamke ni kweli, ila sasa mwishowe utakapoendelea kuishi naye na utakapokaa na yeye katika niseme katika maisha yako, mmefunga naye ndoa, mmekaa na yeye sawa, ila sasa ile ndoa mlifunga ukiwa katika maisha ya kimwili, utakaporejea katika maisha ya kiroho ukaokoka wewe, vipo vitu ambavyo Mungu atakuelekeza na yapo mambo ambayo Mungu alikupangia kabla ya kumuoa huyo mwanamke. So unapata kwamba utakapo kuja ukaokoka sana, Mungu atakuepusha na huyo mwanamke tena. Atakuonyesha mke mwingine ambayo inapaswa ukamuoe. Sasa unaona hiyo ni hasara ambayo itafanya yani upoteze mambo mengi sana. Kwa sababu ulitangulia kukimbilia maisha ya kimwili kuliko maisha ya kiroho. Asante. Mtumishi wa Mungu, nilitamani kidogo ungeongezea pointi moja kwamba tunajaribu kuangalia huyu anayetutizama anatamani kujua hasara ya maisha ya kimwili, yani kuangukia sana maisha ya mwilini, kuna hasara gani? Hasara ndizo ambazo nimezungumzia. Nikasema ni kweli upo utajiri katika maisha ya kimwili, ila mwishowe wa huo utajiri utakapokuja katika maisha ya kiroho, huo utajiri hautakuwa nao tena. Sasa ukifika unapokuwa katika yale maisha, ukiendelea kukaa katika yale maisha ya kiroho, unapata ni kweli ulipoteza muda wako mwingi sana kwa maisha ya kimwili. Already zile mali ambazo ulizitafuta mwilini zimeshakwisha. So ni muda ambao umeuharibu katika maisha ya kimwili. Wow. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu Pastor Benjamin, tunakushukuru. Niseme tu kwa mujibu wa muda wetu sio rafiki sana. Tuliweza kuanza vizuri na kwa sasa tunaelekea tamati, lakini leo tutapata wasaa mzuri kidogo. Tutaomba walau dakika 1-2 kidogo kwa ajili ya kuombea watazamaji wetu. Wakati mwingine kuna watu ambao wako majumbani wanaumwa, wana matatizo yao, na wiwa ndani tuweze kuombea pia waweze kufunguliwa. Tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia na kuweza kuombea pia. Baada ya neno basi wapate na huduma ya maombezi pia. Lakini kumbuka tu ni kwamba kabla hayo yote basi naomba nimwalishe ni msogeze Johnson, kama kuna kitu anataka kuongezea kabla ya maombi, basi mtumishi wa Mungu zungumza. Karibu. Amen. Nashukuru sana Pastor. Tumezungumza maisha ya kimwili, ya kiroho pamoja. Ni mambo mengi ambayo hatujasema. Yani tumesema kitu kidogo sana. Lakini hasara za kimwili ni nyingi sana. Watu wanaoishi kimwili hawana amani. Ndio kitu cha kwanza. Yani hawana tunda la roho. Uwezo kumkuta na upendo. Yani kiufupi hasara za kimwili, watu hawa hawana tunda la roho. Kwa amani hakuna, upendo hakuna, furaha hakuna, uvumilivu hakuna, utu wema hakuna. Ni mambo mabaya wanayokutana nayo. Lakini pia ni kweli kabisa, wakati mwingine wanaweza kuishi kwa maisha ya miaka mingi, lakini hawayafurahi kabisa. Hawayafurahi maisha yao, hawayafurahi. Kwa hiyo hasara mojawapo ya maisha ya mwilini, uwezo kuhudumiwa na Roho Mtakatifu. Ndio hasara. Kwa kiishi mwilini, tambua wewe Roho Mtakatifu hawezi kukuhudumia kabisa. Kwa hiyo ukitaka vitu vya rohoni, basi lazima uishi rohoni. Kwa kuwa aliye wa rohoni upokea vya rohoni, wa mwilini upokea vya mwilini. Kwa hiyo tunawakaribisha rohoni.
Ukiishi rohoni kuna vitu vingi tu mnakuwa navyo vyenye kuleta amani. Amen. Mungu akubariki. Huyu ni Mtume Johnson, ameweza kueleza faida pamoja na hasara, kwamba hasara mojawapo huwezi kuwa na amani. Amani huwezi kuipata ukiwa duniani. Yani kama nilijifunza wakati sijaokoka, nilikuwa naishi mazingira fulani hivi. Yani kipindi cha kulipa kodi ya nyumba ni kipindi ambacho najikuta nawaza sana, pesa napata wapi? Yani kabla ya hapo pesa napata nyingi, lakini kisha vile kuingia kipindi cha kulipa kodi, si kulipia nini, si kulipia ma school fees, kulipia watoto mashuleni, nilikuwa naishi maisha fulani hivi ya stress sana. Nikajifunza baada ya kumkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, nikajikuta amani imeachiliwa moyoni. Nikaanza kuchukulia vitu vyote hivi ni vya Bwana. Kwa hiyo Bwana hutoa kwa kadiri ya wewe jinsi ulivyoweza kumcha yeye. Hata Ibilisi mali waga anatoa sana, ni kwa kadiri jinsi ambavyo umeamua kujisacrifice kwake. Kwa kila kitu kinafanyika kulingana na jinsi ambavyo umeamua kujitoa. Kwa hiyo ukijitoa sana kwa Mungu utafaidika sana Mungu. Lakini pia faida ya hasara, huwezi kuwa na tunda la Roho. Tunda la Roho huwezi kuliona kabisa kwenye maisha, na huwezi kuwa na furaha na maisha ambayo unaishi nayo. Nichukue nafasi hii kukaribisha wakati huu kwenye maombi. Walau kama unaishi moyo wako hauna amani, maombi haya yafanyike msaada kwenye maisha yako. Ninaye baba mtumishi wa Mungu Johnson, tutaomba. Tunaye mtumishi wa Mungu Benjamin, tuko mahali hapa. Hebu jiambatanishe nasi katika maombi haya. Na kama una changamoto ya aina yoyote kwenye mwili, kwenye afya yako, unaweza ukatachi mkono wako kwenye screen ya simu yako ama kwenye screen ya TV, ukajiungamanisha na sisi, kwamba nguvu ambayo iliyoko mahali hapa iweze kufanya mabadiliko kwenye afya yako. Malaika wanaohudumia mahali hapa tunawaagiza waje kwako wafanye operation kwenye mwili wako. Tunachokiamini, nguvu ya Mungu ni zaidi ya umeme, nguvu ya Mungu ni zaidi ya upepo. Ina uwezo wa kupenya hata kama uko Marekani. Tumejifunza, tunaomba na watu ambao wako nje kabisa ya nchi na wanafunguliwa. Kwa hiyo mahala ambapo ulipo, kama uko Mbeya, uko Singida, uko Arusha, unafuatilia, amini kila ambacho kinakutesa kitafunguliwa siku ya leo. Amen. Lakini naomba niweze kuleta tangazo hili kwamba tarehe 17 mpaka tarehe 24 tunajiandaa kuelekea Mafinga kwa ajili ya semina kubwa ambayo itaendeshwa na baba yetu Dr. John Fati Rastoka Kiziba kutoka hapa makao makuu, tukiambatana mama yetu Rehema na timu nzima ya safari inayosafiri kwenye Injili. Tutaambatana kuelekea pale Mafinga kwa mtumishi wa Mungu pale Galilaya, kwa baba yetu ama kwa kaka yetu Kalela ambaye ni askofu wa makanisa ya Galilaya. Ni pale pale mjini, tutakuwa hapo kwa wiki nzima. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Mwalike jirani, mwambie sasa tunaelekea Mafinga baada ya kutoka Arusha. Asante sana. Niweze kuwakaribisha watumishi wa Mungu tuweze kuomba kwa pamoja. Kama nilivyoweza kusema, unaweza kugusa simu yako. Amen. Au unaweza kujiungamanisha, maombi haya yafanyike msaada kwenye maisha yako. Changamoto, shida yoyote itaweza kupotea kabisa. Langu jina naitwa Moses Kidashoka, ni mchungaji. Na huyu ni Johnson na huyu ni Benjamin. Tuko hapa kwa ajili yako. Mungu wa mbinguni akubariki. Niwaalike watumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi haya. Karibuni. Amen. Mungu wetu umekuwa mwema, tunakushukuru sana Baba kwa kuwa umetupa nafasi na kibali mbele zako. Tunakubariki. Utukufu na heshima vya kwako. Hakuna Mungu. Wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya madhabahu ya sauti ya shangwe ambayo tumekalia na tuko hapa Bwana. Tunachoamini na tunachojua, tuna madhabahu ya sauti ya shangwe YouTube, kuna madhabahu ya sauti ya shangwe Facebook, kuna madhabahu ya sauti ya shangwe TikTok, kuna madhabahu ya sauti ya shangwe Instagram. Bwana, madhabahu zote hizo zinapokea nguvu na kuhudumiwa na nguvu na malaika wa kanisa lililoko hapa. Hivyo Bwana, waliosikiliza na watakaosikia yaliyo magumu, ya walio na tabu, walio na vifungo vya mwilini na vya rohoni, wajilie sababu ya kuwafungua. Baba, neno hili likawe na nguvu ya kupenya, likawape
sehemu yangu. Kuna wengine Bwana hawajaona, lakini kuna wakati mwingine wanaweza wakapitia somo hili. Baba, tunaomba waliosikia na watakaosikia siku zijazo, Bwana ruhusu neema kwao ili wapate neema na kibali, neema na kibali, wafunguliwe kiroho, wafunguliwe kimwili, wainuliwe kiroho, wainuliwe kimwili, kwa kuwa wewe ni Mungu. Tunawakabidhi wote wasikiao walioko Tanzania na nje ya Tanzania. Yeyote atakayesikia maombi haya kwa masikio yake, tunaachilia neema na kibali. Hivyo tunatangaza kufunguliwa kwao kiroho na kimwili, uchumi mzuri, baraka. Mungu tujalie tena, Mungu tutakapokutana tena kwa wakati mwingine, neema yako ikaweze kuwa ndani yetu, vinywa vyetu vifanyike baraka kwenye masikio ya Watanzania na masikio ya watu wengine walioko nje ya nchi. Bwana, asante kwa ajili ya baba yetu Jonifat Kakiziba, pamoja na kamati na idara hii ya habari, pamoja na kanisa kwa ujumla, wachungaji na maaskofu wa Sauti ya Shangwe nchi nzima. Bwana, asante kwa neema ambayo Mungu ameachilia ndani yetu. Bwana, endelea kuijenga Sauti ya Shangwe, endelea kutujenga Bwana, tufanyike bora na kung'aa zaidi. Kumbuka Bwana, tunakumbuka ule mwaka wa kuzaa na kuinuliwa, tukazae matunda yatakayoweza kudumu ndani yetu. Bwana, asante kwa ajili ya safari ya kuelekea pale Mafinga kwa Kalela. Bwana wangu, endelea kuachilia kibali na neema, wanaotusikiliza wakaendelea kufuatia, waweze kuungana sisi na wakaweze kuona utofauti wa maisha yao na jinsi pale walivyokuwa mwanzo. Asante kwa machache Mungu tunachokiamini umetenda sawa sana mapenzi yako, ni kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nyote tuseme amen. Kwa pamoja tunawaaga, bye bye, tukutane wakati mwingine.